nguvu ya utawala wa damu ya Yesu. The dominion and power of the blood of Jesus. Nguvu ya utawala ya damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaposema nguvu ya utawala wa damu ya Yesu Kristo, na tunachoangalia ni uwezo, mamlaka na upako wa damu ya Yesu Kristo katika kutawala mambo mbalimbali. Damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kutawala, lakini inatawala tu pale tunapokuwa tumeitambua. Damu ya Yesu Kristo ina nguvu ya kuachilia au ya kusababisha mambo yapate kutokea. Damu ya Yesu Kristo ina nguvu ya kufanya vitu vipate kutokea. Ina uwezo wa kusababisha mambo yatokee. Hii ni damu ambayo ina uwezo, anasema ambaye kwa damu ya milele ana uwezo wa kufufua nafsi zenu zilizo katika hali ya kufa. Damu ya Yesu Kristo ina mamlaka na nguvu ya kuleta utawala katika maeneo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Now tunaenda kuangalia damu ya Yesu Kristo ina mamlaka gani? Namba 3 asubuhi ya leo, damu ya Yesu Kristo ina mamlaka ya kutakasa. Damu ya Yesu Kristo ina mamlaka ya kusafisha, kutakasa, yaani kumfanya mtu awe safi, kama vinavyotumia sabuni kusafisha nguo chafu. Pia tuna damu katika ulimwengu wa roho, tunatumia damu ya Yesu Kristo kutakasa nafsi. The blood of Jesus Christ can sanctify our souls. Damu ya Yesu Kristo ina nguvu ya kutakasa, ina nguvu ya kusafisha. Damu ya Yesu usafisha hata dhamiri zetu zilizo katika hali ya kufa. Damu ya Yesu Kristo ina mamlaka ya kutakasa, kama vile sabuni ina mamlaka ya kutoa uchafu. Kuna sabuni fulani ukieleweka nguo zako madoa yanaondoka. Ndivyo ilivyo damu. Damu ina mamlaka ya sio tu kutakasa nguo, damu ina mamlaka ya kutakasa nafsi. Damu ina mamlaka ya kutakasa akili. Kwenye maisha ya kuna vipindi tunapitia, tunakuwa tumechafuliwa kiakili, tunakuwa tumechafuliwa kimawazo, tunakuwa tumechafuliwa, tumenajisika. Kuna maneno umeyasikia na menajisi akili, yamenajisi moyo, yamenajisi mawazo. So njia rahisi ya kutakasa akili yako sio uwezi ukaosha kwa sabuni. Njia rahisi ya kutakasa akili yako, ya kutakasa mawazo yako ni kupitia damu ya Yesu Kristo. So kuna vipindi ambavyo kuna hali tumezipitia, kuna kiwingu kimetuingia kiasi kwamba hatuna ujasiri tena kusema mbele za Mungu. Kuna mtu amekukwaza, moyo wako umechafuka. Ushasikia mtu anakuambia nimechafukwa leo, nimechafuka. Anachomaanisha ni kwamba sio kwamba nguo zake zimechafuka. No, kilichochafuka hapa ni nafsi yake, dhamiri yake imechafuka. Kwenye kitabu cha Waebrania sura 9 kusoma kuanzia mstari wa 12, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, asema basi si zaidi sana damu yake Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha nafsi zenu na matendo mafu, pate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa sababu hii
kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyo chini ya agano la kwanza, anasema hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Anasema yeye ni mjumbe wa agano jipya. So damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kutakasa mtu na matendo mafu apate kumwabudu Mungu. Kuna vipindi ambavyo nafsi zetu haziwezi kumkaribia Mungu kwa sababu ya uchafu, kwa sababu ya najisi ambayo umeisikia. Kuna maneno yanaweza kanajisi moyo wako, kuna maneno yanaweza kanajisi akili yako, na njia rahisi ya kuondoa uwezo wa huo unajisi ni kupitia damu. Damu ya Yesu Kristo ina mamlaka ya kuondoa every stain, kila mawaa, kila baka. Ina uwezo wa kuondoa kila uchafu. Damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kuondoa mabakabaka, unajisi ulioko kwenye moyo. Bwana asifiwe. Damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kuondoa unajisi kwenye moyo. Na mtu anaweza kuuliza kwa namna gani? Bwana asifiwe. Na hapa kuna namna kuu tatu ambazo damu ya Yesu Kristo inatawala kwa nguvu katika eneo la utakaso. Namba moja, damu ya Yesu Kristo inatupa haki ya kumkaribia Mungu. Yaani inatusafisha na inatupatia haki, the righteousness, the right to appear before God. Damu ya Yesu Kristo inatupatia haki. Anasema yeye alikuja sio kwa maji tu, bali kwa maji na kwa damu. Yesu Kristo alikuja kwa damu. So tunapata haki ya kuingia patakatifu pa patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Tuna uwezo wa kuingia patakatifu kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba anasema kwani alikuwa anaingia kwenye maskani, kwenye patakatifu kila mwaka mara moja, lakini na kila anapoingia aingii pasipo damu. That means kuna vitu ambavyo vinaweza vikakuzuia usiingie patakatifu, lakini damu inakuruhusu, inakupatia haki ya kwenda patakatifu pa Bwana, inakupatia haki ya kuzungumza na Bwana, inakupatia haki ya kuingia na kuongea na Mungu. So bila damu ya Yesu Kristo, na ukiwa umenajisika kwenye ufahamu, Mungu aweze akakukaribia. Kwa nini? Macho yake ni matakatifu, aweze akaona uovu. Masikio yake ni matakatifu, ayaweze akasikia uovu. So anytime tunapotaka kwenda kwa Mungu, damu ya Yesu Kristo inatupatia haki ya kumkaribia. Kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 10 mstari wa 19 na mstari wa 22, mstari wa 19 mpaka mstari wa 22, maandiko yanasema, basi ndugu zangu, tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yani mwili wake. Na kwa kuwa anasema kwamba na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo yetu, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba basi tunayo ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu. So we enter the holy of holies by the blood. Tunaingia patakatifu pa patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ndiyo yenye nguvu ya kuondoa lawama mbele za Bwana. Damu ya Yesu Kristo ndiyo yenye nguvu ya kuondoa aibu. Damu ya Yesu Kristo ndiyo yenye uwezo wa kuondoa kinachokuzuia. So damu ya Yesu Kristo ndiyo access. You can access issues by the blood. Unaweza ukapata vitu kwa damu.
Damu ya Yesu Kristo ndio inaondoa kinachozuia, ndiyo inayoondoa lawama na aibu, ndiyo inayoondoa fedhea, ndiyo inayoondoa ukoma kwenye maisha. Ile hali ya kukataliwa inaondoka kwa damu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia damu ya Yesu Kristo inatufanya tuwe wasafi, si kwa juhudi zetu, bali kwa kazi ya ukombozi wa Yesu Kristo. Inatufanya tuwe wasafi, inatufanya tuwe huru, inatufanya tukombolewe, inatufanya Mungu atuone kwamba tunastahili mbele zake. Lakini namba 2, damu ya Yesu Kristo inatufanya tuwe vyombo vitakatifu vya huduma. Inatufanya tuwe vyombo vitakatifu, inatufanya tuwe vyombo visafi. So tunapotakaswa, Mungu anatuona kuwa ni chombo kinachoweza kutumiwa na yeye. Kwa kitabu cha Timotheo sura ya 2, Timotheo 2 sura ya 2 mstari wa 21, asema basi kila mtu akijitakasa kwa kujitenga na hayo, asema atakuwa ni chombo cha heshima. Damu ina nguvu ya kututakasa mpaka kutufanya kuwa vyombo vya heshima. Damu ya Yesu Kristo ndiyo inayopoge. That is what can purge our iniquities. That can purge, inaweza ikaondoa, ikazima, ikatusafisha nafsi zetu na tukawa vyombo vya heshima. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufahamu asubuhi leo, uovu unaondoa heshima, uchafu unaondoa thamani. Bwana Yesu asifiwe. Vazi lolote ambalo lina uchafu ndani yake, ilo vazi thamani yake imepungua. So uovu na uchafu unaondoa thamani, lakini usafi unaongeza thamani. Usafi kwenye maisha, kuepuka dhambi, kuna kuongezea thamani kwenye maisha. The more unavyokuwa umetakasika zaidi, ndivyo unavyoendelea kuwa wa maana zaidi, na ndivyo unavyokuwa thamani zaidi. Uovu unapunguza thamani ya vitu, lakini utakatifu unaongeza thamani ya vitu. Bwana asifiwe. So damu inafanya utakaso wa ndani, unatuwezesha kuwa ni vyombo vya heshima. Damu inatufanya, inatutakasa huku ndani kiasi kwamba tunakuwa ni watu wa maana. Mtu asiyetakaswa hawezi akabeba utukufu wa Mungu kwenye maisha yake, na hawezi akawa na ufanisi kwenye maisha yake. So nimegundua the more unavyojitakasa, ndivyo the more unavyokuwa thamani zaidi. So damu ya Yesu inatufanya kuwa wa thamani zaidi kwa sababu inatutakasa. Namba 3, damu ya Yesu Kristo usafisha dhamiri zetu. Dhamiri zetu, kama nilivyosema mwanzoni, dhamiri zetu zinaweza kazi zimekumbwa na uovu, zinaweza kukumbwa na uchafu, lakini damu ndio inayoondoa kila aina ya lawama kwenye akili zetu. Damu ya Yesu Kristo ndio inayoondoa mabaka kwenye dhamiri zetu. Damu ya Yesu Kristo ndio inayosababisha dhamiri zetu zipate kuwa hai tena. Waebrania 9:14 asema ikiwa damu ya fahali na ndama na mang'ombe inaweza kuwasafisha watu makosa yao na kuwafanya wawe safi, asema si zaidi sana damu ya Yesu Kristo ambayo kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, asema itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu. So kuna watu wanatamani kumtumikia Mungu, lakini wamefungwa na hatia ndani, wamefungwa na lawama ndani, wamefungwa na mizigo ndani. Damu ndio yenye uwezo wa kuondoa hiyo mizigo. Yesu alipokufa msalabani alipatia nguvu kwa damu yake ya kuishi bila mizigo. Damu ina uwezo wa kuondoa mizigo, ndiyo inayoweza kuondoa kila mabaka ya uovu. Damu ya Yesu Kristo ndiyo inayoweza kuharibu kila mamlaka ya giza. Damu ya Yesu Kristo ndiyo inayoweza kuondoa chochote ambacho ni cha uharibifu kwenye maisha. Na utakaso wa dhamiri ni muhimu ili kumtumikia Mungu kwenye maisha yako. Mungu anahitaji uwe safi.
upate kumtumikia. Na ili uweze kumtumikia Mungu, mazingira yako, vyombo vyako vinapaswa kuwa na usafi. Maeneo ulionayo yanahitaji kuwa na usafi. Kuna uovu mwingi umefanyika kwenye ardhi, lakini damu inatakasa. Unaenda mahali, umesafiri, unalala hotelini, na kuna uovu mwingi umetendeka kwenye hicho kitanda, unahitaji kupatakasa. Unanunua ardhi mpya, uovu mwingi umetendeka. Damu ya Yesu Kristo ndiyo jiki ya kiroho, ndiyo inayoondoa mabaka ya rohoni. Damu ya Yesu Kristo ndiyo inayoondoa uchafu usioujua. Damu ya Yesu Kristo ndiyo inayoweza kushughulikia mambo ambayo yamefanyika miaka mingi iliyopita. So unapoitumia damu, mabaka yanaondoka, mabaka ya uovu, mabaka ya kitabia yanaondoka kwa damu.